kule nikawa sielewi kwa nini watu wananiuliza kwamba unawezeje kuishi eneo hilo. Nilikuwa sielewi mpaka nilipokuja kuunganisha matukio haya mawili. Tukio la kwanza ni pale ambapo Mungu akanifunulia katika ndoto, akanionyesha anga la mahali pale ambapo nilikuwa naishi, kwamba ni anga ambalo kuna mfalme ambaye amepewa nguvu ya kuhakikisha kwamba watu wa pale wanaishi maisha ya uzinzi na uasherati. Na akanionyesha pia namna ambavyo hiyo roho ni katika ulimwengu wa roho. Sio kwamba ni mfalme wa kawaida, no. Ni kiongozi wa kiroho ambaye amepewa mamlaka pale kutawala kwenye kile kieneo, kuhakikisha kwamba watu wa eneo lile wanakuwa ni wazinzi na waasherati. Kwa hiyo nikawa naonyeshwa, naona jinsi ambavyo anawalazimisha watu, hiyo roho inavyowalazimisha watu, inavyowasukuma watu wafanye uasherati, waone ni kitu cha kawaida, waone ni kitu cha kufurahia, waone ni kitu kizuri, kitu cha burudani, kitu cha kufurahisha. Nikawa naona jinsi ambavyo hiyo roho inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza. Kipengele cha pili, nilipokuja kuelewa vizuri kwamba kwa nini Mungu alinifunulia vile, alinionyesha vile hilo eneo, ni siku moja, ilikuwa ni mida ya jioni, nilikuwa na mdogo wangu mmoja anaitwa Paul Placid. Nilikuwa naye mdogo wangu. Nikamwambia, mdogo wangu, vipi eneo hili kuna show? Maana tulikuwa tunapita eneo fulani. Akanambia hapana. Akanambia kwa nini? Kwa nini umeuliza hivyo? Nikasema naona au kama wanajiandaa kwa show hivi. Unaona? Akasema kwa nini? Akasema si unaona alivyovaa. Akanambia hapana, au ni mashoga. Na mimi nilidhani kwamba labda ni watu ambao wanaigiza, wanafanya burudani, labda tu kwamba wamevaa tu kama wanawake, wamevaa madela afu wameweka kwenye makalio, wameweka kama mavitu hivi kama makalio makubwa, alafu na kwenye vifua wameweka sijui ni manini ili waonekane kama wana matiti. So nilipoona vile, akanambia kwamba hao ni mashoga. Na hilo eneo ilikuwa ni mida ya jioni, tulikuwa tunapita kwenye eneo la mitaa yetu hiyo kuangalia chakula. Kuangalia chakula. Siku hiyo tulikuwa tunaona uvivu wa kupika. Tukasema kwamba tununue tu chakula. So, aliponiambia hivyo, na nikakumbuka pia ufunuo ambao nilionyeshwa katika ndoto, maono katika eneo hilo, anga la eneo hilo, roho ambayo inaoperate maeneo hayo, ambapo inawalazimisha watu wafanye nini? Uzinzi na uasherati. Na nikakumbuka pia mtu ambaye alishawahi kuniuliza, ni zaidi ya mtu mmoja. Kuna brother yangu mmoja yupo Kigamboni anaitwa Ino. Alishawahi kuniambia kwamba unawezaje kuishi hilo eneo? Huyo ni brother ambaye tulikuwa tukiabudu naye. Akaniambia unawezaje kuishi hilo eneo? Unawezaje kuishi hiyo sehemu? Sasa mimi nilikuwa sielewi. Kwa hiyo nikasema naishi tu. So nikaishi labda kulingana na gharama pale vyumba, kwa sababu ni eneo ambalo vyumba pale ni gharama kidogo. Ni gharama kidogo tofauti na maeneo mengine. Nikaishi labda ni gharama za vyumba. Labda ndio maana amesema hivyo, gharama ya maisha eneo lile. Kumbe nikagundua kumbe alikuwa anasema hivyo kulingana na namna ambavyo lile eneo lilivyo zito, kwamba ni eneo la uzinzi na uasherati. So ukiishi kwenye eneo lile, unaweza kujikuta taratibu unashawishiwa kuingia kwenye masuala hayo ya uasherati, masuala ya uzinzi. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba kuna watu wanawashwa na uzinzi, wanawashwa na uasherati. Kumbe si wao, sio tamaa zao, sio mioyo yao, bali kuna spirit, kuna roho ambayo iko nyuma, ambayo inawashawishi, inawapeleka wao ni watu ambao wanawashwa muda wote tu, wanatamani muda wote tu kufanya vitu kama hivyo. Kumbe kuna roho ambayo inafanya kazi. Ndipo niliporejelea kitabu cha Daniel ile sura ya 10 mstari wa 12, ambapo malaika Gabriel anamwambia Daniel kwamba akati nashuka na majibu yako utaingia siku ya kwanza tu, mfalme wa anga hili alinizuia. Kumbe kuna wafalme wa kiroho, kuna viongozi wa kiroho, kuna watawala wa kiroho. Kila eneo kuna viongozi wa serikali ambao tunaona kimwili, lakini kuna viongozi wa kiroho ambao ndio kwa uhalisia wanatawala hayo maeneo. Hata pia wengi wa viongozi wa kimwili wanapewa nguvu na hao watu, na hao watu wanawaweka hao watu. Na ndio maana ni muhimu sana kwa kanisa la Mungu kuomba kuhakikisha kwamba Mungu anatuinulia watu ambao watakuwa ni chaguo lake, wenye hofu ya Mungu, ambao Mungu mwenyewe amewaweka. Ni muhimu kuombea hilo eneo, na ni muhimu pia watumishi wa Mungu kushiriki kugombea nafasi, kuwania nafasi ambazo zitakuwa za utawala, ili pia viongozi wa kiroho ambao ni wa Mungu waweze kuwepo kwenye hizo nafasi, ili baadhi ya agenda zingine za kishetani zisiwe implemented kwenye baadhi ya maeneo yetu. Kwa wakati mwingine hata injili hazihubiriwi sehemu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya viongozi waliopo hapo ni viongozi ambao wamepewa nguvu na hao watu, na wanaendeshwa na ulimwengu wa giza. Kwa hiyo sasa
ndipo nikaa nimetambua kumbe kuna wafalme kwenye kila eneo, kama Daniel anavyosema katika Daniel 10:12. Na nikarejea pia kwenye kitabu cha Efeso 6:12 kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili pamoja na majeshi ya pepo wabaya. Nikaona okay, kuna utawala juu ya utawala, kuna utawala ndani ya utawala, kuna utawala ambao hauonekani kimwili ila unatenda kazi kwa nguvu sana katika ulimwengu wa roho, utawala wa giza. Kwa hiyo kumbe kuna maeneo ambayo unaweza ukawa unaona watu ni washerati sana, ni wazinzi sana, watu wana madawa ya kulevya, ukahisi kama vile ni kitu cha kawaida. No, kuna spirit behind ambazo zinafanya kazi, kuna nguvu ambazo zinatenda kazi. Kuna maeneo ambayo wafalme wamepewa kazi kuhakikisha kwamba eneo hilo ni uzinzi na washerati kwa kwenda mbele na kurudi nyuma. Ndio maana hata lile eneo limejaa night club, limejaa night club. Kumbe sio hali ya kawaida ile night club kujaa kwenye lile eneo. Hapa night club, hapa night club, hapa night club, yani yamejaa night club. Alafu wamejaa wadada ambao wanajiuza kwenye kona kwenye pande za barabara. Kwa unaweza kaona kwamba kumbe kitu ambacho Mungu alikuwa ananionyesha kwamba hao watu sio kwamba wanapenda kufanya hivyo vitu. Kuna spirit ambazo zinawaongoza, kuna roho ambazo zinawaendesha hao watu, kiasi kwamba kama usiposimama vizuri na Mungu, na wewe pia utajikuta kwamba ule upepo wa uzinzi na uasherati umepita na wewe.